Hii miradi hapa ya hivi vivuko vitano bilioni 28 inatekelezwa chini ya TEMESA. Sasa kuna miradi mingine ambayo inatekelezwa chini ya taasisi yake inaitwaje? Tashiko. Kuna miradi ambayo inatekelezwa chini ya Tashiko ambayo pia ni ya ujenzi wa vivuko na meli kwenye maeneo mengine, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na pia katika bahari yetu ya Hindi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa, na miradi hii yote imeanza kutekelezwa mwezi Mei mwaka 2022. Kwa hivyo serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa baada ya kusikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya maziwa kupata shida ya usafiri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hamna kitu kinamsikitisha kama akiona watu wake wanasafiri kwa mitumbwi, akipokea taarifa watu wamekufa ziwani kwa sababu wanakosa usafiri. Zile picha zinamuumiza sana. Na nataka niwaambieni, kuna picha moja hivi ya wanafunzi wanakwenda shuleni wanasindikizana kwa mtumbwi. Imemgusa sana Mheshimiwa Rais. Na akaamua sasa ni lazima vivuko vipya vitengenezwe, lakini vya zamani vikarabatiwe. Mkiangalia hapa Songoro Malini pia kuna vivuko vinavyokarabatiwa ambavyo vilikuwa vimesimama kwa muda mrefu na havitoi huduma. Vinakarabatiwa virejee kwa sababu tunataka kutoa suluhisho la usafiri katika maeneo ya maziwa yetu. Kuna uchumi mkubwa sana katika maeneo haya na kuna watu wengi wanaishi visiwani wanahitaji usafiri. Kwamba unajengwa na kampuni ya Kitanzania. Sawa, haya. Kampuni za Watanzania zinapewa. Kampuni ya Songoro Marine ni kampuni ya kizalendo, kampuni ya wazawa, na kwa kweli tunataka kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6, na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kuendelea kuhakikisha kampuni za Watanzania zinapewa dhamana kwenye kufanya kazi ya miradi mikubwa kama hii mfano. Kwa kweli hili ni jambo la kujivunia sana, na sisi tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba hivi vivuko vinakamilika kabla mwaka huu wa Septemba haijaisha, ili viweze kwenda kwenye sehemu husika na kutoa huduma. Gharama ya ujenzi wa vivuko hivi vyote kwa ujumla ni bilioni 18 za Kitanzania, bilioni 18.6 pamoja na US dola milioni 3.7, ambazo ukizijumlisha kwa pamoja kwenye ujumla tunakuwa tunajenga hivi vivuko karibu kwa bilioni 28. Ni utekelezaji kama nilivyosema awamu ya 6. Tunaendelea kupiga mwingi na ule wa Buyagu Mbarika, tukaangalia Ijinga Kangala, tukaangalia kivuko ambacho kitakwenda kuongeza kivuko cha pili pale Kome, na tumeangalia kivuko cha pili kinachoenda kuongeza kivuko pale Kisoria Lugezi, na tumeangalia kivuko kingine ambacho kinakwenda Bwiro Bukondo cha mwisho kabisa kule. Kwa bilioni 28 imewekwa hapa, na ni matarajio yetu miradi hii yote kulingana na vipaumbele vyake itakamilika ifikapo mwezi wa 9 mwaka huu.